Roho wa neema anapokuja juu ya mtu, mambo gani yanafanyika? Anakuja kufanya nini? Yaani Roho wa neema anapokuwa juu ya mtu anakuja kufanya nini? Nia na madhumuni ya Mungu kuachilia Roho wa neema juu ya mtu, lengo la Mungu linakuwa ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani lengo la Mungu linakuwa ni nini kuachilia Roho wa neema? Haleluya. Kuachilia Roho wa nini? Wa neema. Lengo linakuwa ni nini? Ndio taenda kuangalia hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie Roho wa neema huwa akija kwa mtu anafanya nini? Lengo la Mungu anapoachilia Roho wa neema juu ya mtu, madhumuni ya Mungu ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Roho wa neema anapokuja juu ya mtu anakuwa Mungu ana malengo matano kuachilia Roho wa neema juu ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Au neema, Roho wa neema anapokuja juu ya mtu anajishughulisha na nini? Roho wa neema akiwa juu ya mtu, kitu kikubwa ambacho Mungu anakuwa imekitarajia, anajishughulisha na nini? Roho wa neema anapokuja juu ya mtu anakuja kutufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema inatufundisha. Unaweza kuandika neema inatufundisha. Halo? Amen. Unaweza kuandika neema inatufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama umeipokea neema na hiyo neema haijakufundisha, bado haijawa neema kama haikufundishi. Narudia. Haijawa neema kama hiyo neema haikufundishi chochote. Unaweza ukasema sasa inatufundisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasema inatufundisha nini? Haleluya. Amen. Nifungulie kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 11 na wa 12. Haijawa neema juu yako kama hiyo neema haijakufundisha. Manake neema ikiwa juu ya mtu lazima imfundishe. Halo? Neema ikiwa juu ya mtu haitamwacha hivi hivi. Hiyo neema itamfundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijawa neema kama haijakufundisha. Tito sura ya 2 mstari wa 11 na wa 12. Tito sura ya 2 mstari wa 11 mpaka wa 12. Biblia inasema, Bwana Yesu asifiwe. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote. Iwaokoayo wanadamu wote. Tuko pamoja? Iwaokoayo wanadamu wote. Imefunuliwa, yani imeshafunuliwa mpaka sasa tunavyoongea. Naye atufundisha. Lakini lengo la kufunuliwa kwetu, inatufundisha. Inatufundisha nini? Jambo la kwanza, kukataa ubaya. Jambo la kwanza, neema ya Mungu ikija juu ya mtu inamfundisha kukataa ubaya. Narudia tena, jambo la kwanza, neema ya Mungu ikiwa juu ya mtu, cha kwanza inamfundisha mtu huyo kukataa ubaya. Cha pili, na tamaa za kidunia. Cha pili, inakufundisha kuziacha na kuzikataa tamaa za kidunia. Cha tatu, tupate kuishi kwa kiasi. Inakufundisha kuishi maisha ya kiasi. Cha nne, na haki. Inakufundisha kuishi maisha ya haki. Cha tano, na utauwa. Inakufundisha kuishi maisha ya uchamungu. Sema amina. Neema ya Mungu ikija juu ya mtu, jambo la kwanza inakufundisha kukataa ubaya. Hii ndio neema kwa mujibu wa Biblia. Watumishi wote kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo ndio neema waliotembea nayo. Nisikilize mimi. Sikilize mimi, hata kushangaa. Kuna kitu nataka Mungu anataka akusaidie jambo.
Hii neema ndo neema kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, ndo walitembea nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii ndo neema ilikuwa juu yao, maana iliwafundisha cha kwanza kukataa ubaya. Hii ndo neema aliyokuwa nayo Nuhu. Hiyo ndo neema aliyokuwa nayo Ibrahimu. Hiyo ndo neema aliyokuwa nayo wakina Yusufu. Ndo maana akapelekwa kwa Potifa. Mke wa Potifa akataka kukimbizana naye Yusufu. Yusufu akakimbia kama anawezaje kumkosea Mungu wangu. Na alikuwa peke yake, hakuna mtu aliyekuwa anamuona pale chumbani. Lakini mtoto wa Mungu akakimbia. Kilichomfanya ajue huu ni ubaya, kuna neema ilikuwa juu yake, ikawa inamfundisha kukataa ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndo neema waliotembea nao wote mitume na manabii wa Biblia. Ndo neema aliyotembea nayo Nuhu, neema aliyotembea nayo Elia, neema aliyotembea nayo wote nawajua wakina, neema aliyotembea nayo Ayubu. Ni neema Biblia nasema kwa habari za Ayubu kwamba alikuwa ni mtu mkamilifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndo neema hata Agano Jipya waliotembea nayo wakina Paulo ya kukataa ubaya. Ndo neema aliyotembea nayo Yohana Mbatizaji. Ndo neema aliyotembea nayo wote wakina Petro. Neema ya kukataa nini? Ubaya. Neema ikija juu ya mtu inakufundisha cha kwanza kukataa ubaya. Bahati mbaya nyakati tuko nyakati ambazo ni mbaya sana. Kuna wimbi kubwa la watumishi wa Mungu wanakuambia tuko kipindi cha neema. Hiyo neema haiwafundishi kukataa ubaya. Sasa ndo maana mtumishi wa Mungu tunakuwa na mashaka na wewe. Kwa nini tunakuwa na mashaka na wewe? Unapotuambia tuko kwenye kipindi cha neema, lakini hiyo neema haikufundishi kukataa ubaya. Tunashtuka, neema hiyo umeipokea kwa nani? Na huyo Mungu aliyekuita ni Mungu yupi? Ambaye kama ni Mungu huyo aliyetumikiwa wakina Elia, kama ni Mungu huyo aliyetumikiwa na wakina Musa, kama ni Mungu aliyewaita wakina Elisha, kama ni Mungu aliyewaita wakina Paulo, kama ni Mungu aliyewaita wakina Yohana, kama ni Mungu aliyewaita wakina Petro, huyo Mungu aliyewaita wale aliweka neema juu yao ya kukataa ubaya. Sasa wewe mtumishi unayetuambia kila mtumishi, wanatumia kauli moja, wanasema kila mtumishi ameitwa kwa namna yake. Utendaji wa kazi unaweza kutofautiana, lakini kwa ishu ya kukataa ubaya, kila mmoja lazima ukatae ubaya, kwa sababu ile neema ya Mungu juu yako, cha kwanza itakufundisha kukataa ubaya. Sasa wewe mtumishi unasema mimi sijaitwa namna hiyo, mimi kuna namna yangu nimeitwa. Ndo maana tunakuwa na mashaka na wewe mtumishi. Mashaka yetu yako hapo. Hiyo ni neema ipi uliyoipokea? Na ni neema ya Mungu yupi uliyoipokea? Isiyo kufundisha kukataa ubaya, isiyo kufundisha kukemea uovu. Dhambi ziko kanisani zinaenea kwa kanisa unalichunga mchungaji. Najua mtanifuatia katika mitandao ya kijamii. Dhambi ziko kanisani zinaendelea. Mchungaji unasema kwamba mimi nimeitwa kwa namna yangu, sijaitwa kukemea uovu. Ujaona ubaya ndani ya kanisa lako mtumishi? Ujaona ubaya kwenye jamii? Umeitwa kwa namna ipi? Na ni Mungu yupi aliyekuita kwa namna hiyo ya kutokukemea ubaya? Kwa sababu neema lazima ikufunulie kukataa ubaya. Tunakuwa na mashaka. Tunakuwa na mashaka. Ashukuriwe Mungu kwa watumishi baadhi hapa. Kuna mambo yalikuwa yanatokea Tanzania, yanatokea. Kuna watumishi walisimama, na na respect sana hao watumishi. Na lazima mimi huwa napendaga kumsema mtu au kumsifia mtu bado akiwa anaishi, au kumkemea bado akiwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watumishi walisimama hapa Tanzania. Ile neema ndo ilidhihirisha, au ndo inadhihirisha kwamba neema iko juu yao, kwa sababu waliukataa ubaya waziwazi. Mtumishi wa kwanza Josephat Gwajima, kwenye kipindi huyu mtumishi wa Mungu Josephat Gwajima, huyu bishop, mtumishi wa Mungu huyu, saluti sana kwake na Mungu ambariki sana. Wakati wa watu wanatekwa hapa Tanzania nini, alisimama moja kwa moja kukemea kutekwa na nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna mtumishi mwingine alikuwa kule Mbeya, anaitwa Mbarikiwa Mwakipesile, na yeye saluti sana kwake.
alikemea. Kuna mwingine anaitwa Bishop Dickson Kabigumira, alisimama kukemea. Kuna mwingine anaitwa Nabii Dennis, sio yuko Morogoro huyu, kitu kama hicho, alisimama na kukemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mwingine anaitwa Daniel Joshua, alisimama akakemea, akawaambia watu, ukimwaga damu ya mtu na wewe damu yako itamwaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hao ndo tunaona neema ya kukataa ubaya unapotokea. Ndo kazi ya watumishi wenye neema ya Mungu, wanaangalia mabaya. Manake Mungu amewapa jicho la nje na la kiroho kuangalia matokeo ya haya mabaya. Ni laana ndani ya nchi, ni laana ndani ya familia, ni laana ndani ya wilaya, ni laana ndani ya mkoa. Wanasimama kwa ajili ya kukemea ubaya. Hiyo ndo tafasiri ya mtu mwenye neema ya Mungu juu yake, inamfundisha kukataa ubaya. Neema isiyokufundisha kukataa ubaya sio neema. Uwezi ukasema na neema lakini mabaya yote una support. Ni neema ipi? Neema ipi na ni Mungu gani amekupa hiyo neema? Msituchanganye watumishi wa Mungu bwana. Neema tunajiuliza, tuna mashaka na nyinyi watumishi. Mmeipokea neema ipi ambayo haiwafundishi kukataa ubaya? Soma maandiko. Kwa mujibu wa maandiko, Biblia inasema kwamba neema inatufundisha kufanyaje? Kukataa ubaya. Sasa unasema naenda kwenye kipindi cha neema. Neema hiyo wewe ni mtumishi wa Mungu, haukatai ubaya. Ni Mungu yupi kakupa hiyo neema? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji, unawaona watumishi wa Mungu, mnaona watu wa kanisani wanazini, wanafanya vyovyote, takataka zote wanafanya. Wewe tu unaendelea kuchukua sadaka na kuendelea na maisha, unasema mimi nimeitwa kwa namna yangu. Nimeitwa tu kuwaombea. Ndiyo, unawaombea. Baada ya kuwaombea wataishi milele duniani. Ipo siku watatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo neema isiyomuonya mama fulani kwamba achana na udanga, na unamfahamu anadanga, ili mali kaleta hiyo sadaka katoa, umefurahi, umeendelea na maisha. Ni neema ipi umeipokea kwa nani isiyokuonyesha ubaya wa mtu? Wewe nabii ambaye unatabiri kufanikiwa kwa mtu, utabiri kumuonya na kumkosoa. Ni neema ipi ulipokea? Ni Mungu yupi amekupa neema hiyo ya kinabii ya kuwa unaonyesha mambo ya watu ya mafanikio tu? Hujaonyesha kwamba anatembea na mume wa mtu ukamuonya. Hujaonyesha kwamba anatoa mimba ukamuonya. Halo? Halo? Amen. Maana kukataa mabaya sikuonya mtu. Unamuonya na kumkemea na kumshauri na kumtahadharisha ili atoke kwenye mabaya, na hiyo ndio tafasiri ya neema. Halo? Amen. Neema haiwezi kubali ukae kwenye ubaya. Neema haiwezi kuacha mtumishi utembee na washirika. Hiyo ni neema ipi umepokea kwa Mungu yupi? Unatembea na tena wanakuita baba, tena wewe unatembea na mwana. Hiyo ni neema ipi imekuruhusu baba utembee na mwana? Hiyo ni neema ya Mungu nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunakuwa na mashaka na baadhi ya watumishi nje ya kufunuliwa tabia zao kinabii, lakini hata kwa Mateo utakuwa na mashaka. Ni neema ipi umeipokea mtumishi ambaye haikwambii mwanangu uvaaji huu sio umpendezi Mungu katika ufalme, wavaa hivi ufalme wa wetu huko, labda ufalme mwingine, lakini wavaa hivi? Hiyo ni neema ipi umeipokea? Bwana Yesu asifiwe. Si kama unanielewa vizuri, mtu wa Mungu. Cha kwanza inakufundisha kukataa nini? Ubaya. Jambo la pili, neema inakufundisha kuwa na kiasi. Kuna watu hawana kiasi kabisa kwenye mambo yao. Neema ikishakuja juu yako lazima ikufundishe kuwa na kiasi. Lazima itakufundisha kuwa na kiasi. Kuna watu hawana kiasi. Halo? Amen. Si kama unanielewa. Amen. Kuna watu hawana kiasi. Neema ikija na kufundisha kuwa na nini? Na kiasi. Yes. Kuna watu wengine hata kula hawana kiasi, hata kula, yaani wanakula. Wanakula. Ndio Biblia inawaita warafi. Unamkuta mtu amekula mpaka ameshavimbiwa, lakini bado anakula. Wewe uwe na kiasi basi. Mwambie mwenzako kuwa na kiasi basi. Kiasi basi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Halo. Inakufundisha kuwa na kiasi kwenye kila jambo, lazima liwe na kiasi. Amen. Kila jambo lina kiasi. Neema, jambo la tatu linachokufundisha, tunaenda haraka haraka. Jambo la tatu, inakufundisha kukataa tamaa za kidunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ikija inaanza kukuamrisha, inakufundisha kukataa vitu vya kidunia. Unasema hapana, nguo hii siwezi kuvaa. Sio tu kwa kanisani, hata mtaani. Yaani sio tu nguo kwa kanisani. Usijistiri tu kanisani eti kisa huko mbele ya mchungaji ataniona mchungaji huyu anakemeaga mavazi. Sasa hapa niko mtaani najiachia. Sikiliza. Mimi usije eti kunipendezesha moyo mimi eti unifurahishe. Sikiliza nikwambie. Hiyo nguo ya kujistiri ni faida yako wewe. Biblia inasema amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani tayari keshazini naye. Si kwamba umezini naye kwa kupenda. Amekutamani, umemtamanisha kule mtaani, kaangalia miguu yako huku, katamani, hata hajakwambia. Mwingine maskini ya Mungu hata mwenyewe hana uwezo wa kukwambia. Hana uwezo wa kukwambia, hana ujasiri. Ila katamani, kaumilia moyoni. Ila yeye tayari kazini na wewe tayari moyoni. Unaweza ukuta kuanzia Kisesa kufika labda Nyamongoro, umeshazini na watu wasiopungua 7 mpaka 8 mpaka 10 vijana. Usije ukazania kwamba kujistini kwa kanisani tu. Hizo nyumba mnazoishi, nyumba za kupanga, we binti, we mama, unatoka bafuni umejifungia kanga humu. Kuna vijana wanapanga mle. Unawaonyesha humu, unawaonyesha maskini Mungu mwingine ni mke wa mtu. Yule kijana hawezi kukwambia chochote kwa sababu anaheshimu mume wako tu. Lakini umemtamanisha yeye, amerudi zake, amekuona unaingia chumbani kwako, unatoka bafuni, amerudi zake chumbani, yeye anakuwazia, ana mawazo. Lakini anaona siwezi kumsemesha chochote, mume wake na muheshimu bwana. Yaani kinachobaki ni kumheshimu mume kinadamu. Ila tayari ndani keshazini na wewe. Halo? Halo? Itakufundisha kuacha mambo ya kidunia. Neema ikiwa juu yako itakufundisha uanze kuyaacha mambo ya kidunia. Maana yanayopeleka watu jehanamu asilimia kubwa ni haya mitindo ya kidunia tu mengi haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni mitindo ya kidunia tu haya. Wanaita ukisasa. Ukisasa utakupeleka kama ukisasa hivyo hivyo. Utasasararuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neema, jambo la tatu, inakufundisha kukataa tamaa za kidunia. Wewe mkaka, lazima neema ikiwa juu yako itakufundisha kukataa tamaa za kidunia. Yaani itakufanya umpe Mungu, mkaka na mdada unanisikiliza, utampa Mungu kipaumbele. Tuna kundi la watu wengi leo wanaenda mbele za Mungu, wamejipa wao kipaumbele, wanatafuta vya kimungu au wamhitaji Mungu. Yaani tuna kundi la watu wengi leo makanisani wanamfanya Mungu kama danga wao. Yaani wanaenda kwa Mungu kwa ajili ya kutafuta vya kimungu, vya kidunia, vya kimwili tu. Hawaendi kumtafuta Mungu. Nisikilize nikwambie, Mungu anakupenda wewe. Yaani wewe ni muhimu sana kuliko hivyo unavyovitafuta kwake. Wewe kwanza jitoe kwake yeye, halafu yeye atajitoa kwako. Usiende mbele za Mungu tensheni yako ikiwa ni ya kutafuta vya kimungu. Watu wengi wanasema tunaenda kuabudu, kimuuliza natafuta mume, natafuta mke, natafuta biashara, natafuta kazi, natafuta kupona, natafuta nini. Kwa hiyo ukishavipata basi tumemalizana. Maana hawezi kukwambia, lakini moyo wake anasema nikipata tumemaliza. Kuna mwingine ana hivyo vyote, anatamani tu ampate Mungu mwenyewe. Sema amina. Anataka ampate mwenyewe. Nataka neema ya Mungu ikufundishe kumpenda yeye, kumtaka yeye, kumtafuta yeye, kumhitaji yeye. Hivyo vingine ndio vinakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Jambo la 4. Amen. Neema ya Mungu ikiwa juu yako. Yaani huyu ni juu yako, manake anakuwa ni roho wa neema. Akiwa juu yako, inakufundisha kutenda haki. Ukiona nchi yoyote haina haki, inahitaji amani bila haki, usilaumu sana. Hiyo nchi imepungukiwa na neema. Sikiliza. Amani ni tunda la haki. Sema amina.
inatangulia haki kwanza, ndo na amani inakuja, si ndio jamani? Ndo maana migogoro mingi kwenye familia, migogoro ya mirathi. Alo? Amen. Alo? Amen. Migogoro ya mirathi kwenye familia nyingi, watu ambao ilikuwa ni familia kubwa, labda baba yao alikuwa na mali nyingi akafariki. Migogoro ya mirathi kwenye koo zenye ambazo aliyefariki alikuwa na fedha na mali, migogoro mikubwa ya mirathi, na watu wengi kuanza kuchinjana na wengine wanauana kwa sababu mambo ya mirathi, ni kwa sababu ya kushindwa kugawana kwa haki. Ndio kinavurugaga amani ya familia, amani za ukoo. Uongo kweli? Unapogawana kwa haki, amani inakuwepo kwenye ukoo. Sasa unakuta mwingine anataka watapeli, wenzake wataki kutapeliwa, ndo vita ya mirathi inaanziaga hapo. Kwa hiyo amani huwa ni tunda la haki. Uwezi ukapata tunda, uwezi ukatafuta tunda bila kuwa na mti. Lazima wao upande mti ndo upate tunda. Sema amina. Nchi ikitaka amani lazima kwanza ipande mti wa haki, halafu matunda ya amani yatatokea kwenye ule mti wa haki. Usikimbilie kutafuta tunda hujapanda mti. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neema ikija kwako, jambo la nne, inakufundisha kutafuta haki, inakufundisha kutenda haki, inakufundisha kutamani haki, inakufundisha kuwatendea wengine kwa usawa, inafundisha, yani neema ya Mungu ikiwa juu yako. Ukiona mtu yeye mwenyewe ni mjanja tapeli, hapendi yake, hapendi nini, hana neema ya Mungu. Hata kama akisema mimi ni mtumishi wa Mungu na sio madhabahuni, jua neema ya Mungu haiko juu yake. Labda anamtumikia Mungu mwingine, sio Mungu huyu aliyeumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo la tano, neema ya Mungu ikiwa juu yako, inachokufundisha kuwa na utauwa, manake kuwa na ucha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ya Mungu ikiwa juu yako itakufundisha kumcha Mungu, itakufundisha kumhofu Mungu, itakufundisha kutii Mungu, itakufundisha kutembea kwenye maagizo yake. Yaani hawepo pasta asiwepo, hawepo ndugu anayekujua umeokoka asiwepo, uko ofisini na watu wengine, utakataa kupiga madili, utakataa. Jana unashangaa, hapana, jinsi ninavyomcha Mungu siwezi kumtapeli huyu mtu. Hapana. Sisemi mtu akija ofisini kwako akupa ka soda. Kuna wengine hapa mnafanya ofisini anaweza akisema haka nakupa soda. Ila asije ukangangana na ana soda, ukasema mimi nikusaidia hapa mpaka uwe na 20,000. Hana, sina jamani, sina, sisaini hivi hivi. Mpaka uitafute uipate. Usifanye hivyo, sema amina. Kama ana mgongee tu aende. Ila ukimgongea free ukaona yeye mwenyewe ndo anakupa kasoda, umeshamgongea. Mimi mwenyewe anafanyaga hivyo kwanza ofisi nyingi. Nikienda namwambia mtu, simwambii na kuonga, namwambia akishanifanyia kile nilichokitaka, sasa ameshanipa kunishia niondoke, maana alikuwa hajaniomba chochote. Sasa mimi ndio huwa natoa, naweza kumwambia hii sijakuonga, nimekupa kama shukrani tu, utakunywa soda. Umeshaelewa vizuri? Kwa sababu hata nisingeomba, sasa alikuwa ameshanimalizia kazi yangu, silikuwa naondoka pia. Sasa yule ambaye hajafaa sema kwanza nipe. Wewe acha hizo bwana, wewe acha hizo wewe. Neema ikija juu yako, itakufundisha kumcha Mungu. Awepo mtu anakujua akujui, ile neema inakufundisha. Ndo Yusufu aliyokuwa nayo. Kuna sehemu mimi ninaenda, kuna sehemu kwenye shughuli zingine hizo ambazo nakuwa nafanya huko, watu wengine sehemu zingine wanakuaga wanijui, naenda na la roji na la guest nafanyaje, lakini nafika pale wale wahudumu wananidumia na niko mwenyewe, hawanijui kwamba hata ni pasta. Lakini kwa sababu neema ya ucha Mungu ikiwa juu yako, we mwenyewe uko tayari kujitenga na uovu, kujirinda, haijalishi wanakufahamu hawakufahamu. Neema inakufundisha kufanyaje? Kumcha Mungu. Sema amina. Kutembea na hofu ya Mungu. Ukiona ndani yako hofu ya Mungu ni ndogo, yani uko kanisani halafu unafanya vitu vya ovyo, unaondoka unaenda nyumbani eti kwa sababu hawanijui mahali nilipo naweza nikafanya hivi, una ucha Mungu ndani yako. Mcha Mungu anamtii Mungu watu wakiwepo, anamtii Mungu watu wasipokuwepo. Anaendelea kumthamini Mungu, kumpa thamani yake watu wakiwepo, anaendelea kumpa Mungu thamani yake watu hawapo. Yuko chumbani, yuko sokoni, anaendelea kumcha Mungu. Sema amini. Amen. Sio kama unanielewa vizuri. Amen. Halo, kuna kitu kingine nikufundishe kwa hapa.
Hivi vitu vinapeleka watu wengi pia jehanamu ya moto. Unayezungumza naye nimefanikiwa kuona walio jehanamu na walio mbinguni wanaoenda hivi. Katika roho nilifunuliwa kitu kama hicho. Sasa nikwambie, unaona nyinyi ambaye mnakuwa una watoto nyumbani. Hapa nilikuwa naongelea mwanzo, niongelea wale vijana wa mtaani. Nyinyi ambaye mna watoto nyumbani, unamuona ni mtoto wako wa kiume ana miaka hata 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alafu unaenda chumbani kuvaa nguo zako na yeye mtoto akiwepo eti kwa sababu ni wa kiume ni mtoto wako. Hiyo na mtoto wenyewe unampeleka jehanamu, alafu na wewe mwenyewe utatolea hesabu pia. Naye ataenda jehanamu asipotubia hilo dhambi. Si unanielewa vizuri? Halo, nikushauri kuwa unataka kutoka chumbani kufanyaje? Toka mwenyewe umemaliza kuvaa kabisa. Umenielewa? Hivi vitu hapa naongea nao wengi kwanza mlishaokoka. Yawezekana kuna sehemu umeokoka na hujawahi kukutana na pastor anakuambia vitu kama hivyo. Yale hajawahi kukwambia kabisa vitu kama hivyo. Tachukulia kawaida. Kumbe ndio vitu wapeleka wateule wengi wako kuzimu sasa hivi wanalia. Watoto wengi wa wateule wako kuzimu wanalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema itakutia hofu. Oh my God. Inakutia hofu. Unataka kutoka hivi, kijana umevaa singlet kwako, wewe mkako umevaa singlet, unataka kuingia sebuleni kwako hivi. Unajua kuna mtoto wako yuko hapa amekaa ni binti. Unasema nirudi ndani nivae shati. Neema ya Mungu inakutia hofu ya kimungu, si ya kumhofu mtoto. Yaani unashangaa kuna sauti inakwambia hapana. Usiende hivi hivi kifua wazi. Na haya yote ambayo neema ya Mungu ikija juu yako inakufundisha, yanatakiwa uyafanye ukiwa duniani hapa. Usisubiri eti ni kule mbinguni. Mbinguni hayatumiki. Biblia inasema kwamba malizia huo mstari, hiyo irudia hiyo Tito 2:11 na 12. Chap. Biblia inasema maana neema ya Mungu iokoayo. Maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Iokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Naye atufundisha kukataa ubaya. Naye anatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Kukataa tamaa za kidunia. Tupate kuishi kwa kiasi. Tupate kuishi kwa kiasi. Na haki. Na haki. Na utauwa. Na ucha Mungu. Katika ulimwengu huu wa sasa. Katika ulimwengu huu wa sasa. Yaani hiyo inatufundisha kuishi maisha hivi vitu viishi sasa hivi. Si wewe unasema nitaishi nikisha kufa tu mimi nitaviishi kule. Utaenda wapi sasa? Motoni. Unaviishi hivyo motoni, unamcha Mungu yupi motoni? Hapa duniani sema